Hii ni baada ya Wizara ya Afya kutangaza juu ya uwepo wa ugonjwa huo na kuwa watu wawili tayari wametengwa kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Baadhi ya wananchi wanaotumia mpaka huo kuelekea nchi jirani wanasema, ugonjwa nausikia ila tahadhari zake sijajua nichukue tahadhari zipi ili kuepukana na huo ugonjwa, kwa maana linasadikika ni ugonjwa la hatari, na taratibu zake kwamba ili niweze kuepukana na ugonjwa sijajua ni zipi. Ningependa kwamba serikali itusaidie sisi kama watu wa mpakani, maana ugonjwa unakotokea inasemekana ni Kongo, lakini hapa tulipo katika huu mpaka tunachanganikana sana, watu wa Kongo, Zambia, Zimbabwe. Natoka Kongo narudi Tanzania, ndo saa hii naingia hapa. Tahadhari tunazichukua ndo kama hivi, tunakuja kujiangalia afya zetu kama tuko sawa. Tunanawa mikono, naona hatushikani na watu mikono. Tupa tahadhari, kuna mtu anaingia mlangoni pale kwenda anaitoka Zambia anaingia Tanzania, lazima nawe pale, anapotoka pale getini lazima nawe kuelekea nje kwa mara. Kuhusu huo ugonjwa wa nyani, hapana jamani, hatujapata maelekezo, bado hatujajua. Mimi natamani serikali iongeze miundombinu ya taarifa ili taarifa kama hizi ziwe zinawafikia wananchi kwa wakati. Afisa mfawidhi mpaka wa Tunduma Kalekayo Emmanuel amesema kuwa wanaendelea kuboresha mazingira na kuongeza vifaa kwa ajili ya vipimo kwa watu wanaoingia nchini. Kwa upande wa Tunduma OSBP, huu ni kama mwendelezo, kwa kuzingatia kwamba awali kulikuwa kuna mlipuko wa ugonjwa wa monkeypox uliotokea mara ya kwanza, lakini juzi kati hapa kumekuwa kuna mlipuko wa ugonjwa ambao unajulikana kama Marburg. Kwa hiyo namna ya mapambano yetu katika mpaka wa Tunduma, tunaishi mwendelezo wa zile jitihada ambazo zilikuwepo mara ya kwanza, kwa kuzingatia kwamba kuna maboresho ambayo madogo ambayo yanaendelea. Tunaboresha sehemu ndogo, lakini kimsingi ni kwamba zile afua ambazo zilikuwa zikitumika mara ya kwanza tangu wakati wa monkeypox ya kwanza ndizo ambazo tunaendelea nazo mpaka sasa hivi. Mganga mkuu wa mkoa wa Songwe Dr. Boniface Kasululu amesema tayari wameshaandaa timu ya wataalamu wa afya ambao wanatoa mafunzo kuhusu ugonjwa wa mpox na namna ya kutambua. Wameweka kambi katika maeneo ya mipaka ya Tunduma na Isongole wilayani Ileje ili kutoa elimu kwa wananchi. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa elimu hii kupitia kwa watumishi wetu waliopatiwa mafunzo kwenye halmashauri, kupita kwenye jamii, lakini pia kwa mkoa wetu wa Songwe tunalo kundi kubwa la watumishi wa shirika la Msalaba Mwekundu, na hata ninavyozungumza wapo katika halmashauri ya mji wa Tunduma. Tuna zaidi ya wiki 2 sasa wanafanya kazi ya kupita kwenye jamii moja kwa moja, kukutana na makundi mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu sio tu ya mpox, lakini pia na magonjwa mengine ambayo ni ya kuambukizwa au ya kufuatiliwa. Mimi ni Samuel Mpogole wa Hope Channel.